Mnamo Novemba mwaka jana, kamati ya bunge, the Public Petitions Committee, ilitoa ripoti muhimu iliyothibitisha kuwa ardhi inayogombewa ni ya umiliki wa pamoja baina ya jamii, serikali ya kaunti ya Kwale na mwekezaji Velji Parbat. Japokuwa hii ilikuwa ni hatua kubwa ya kihistoria kwa jamii ambayo imeishi katika sintofahamu ya ardhi kwa miongo mingi, na licha ya mafanikio haya ya kisheria, utekelezaji wa mapendekezo ya bunge umesimama. Ripoti ya bunge ni mwongozo kamili, unastahili kufuatwa huu mwongozo kwa sababu na pia kuheshimiwa na kutekelezwa. Tunatoa wito kwa serikali ya kwamba zote mbili, zikiwa ile ya kaunti na pia ile ya kitaifa, ya kwamba ni lazima tuheshimu katiba. Na kama katiba haitaheshimiwa, basi hawa watu ambao watasema wanatuongoza sisi, waje wazi watuambie kwa nini hawaheshimu katiba kama Wakenya. Jambo la mwisho la kusema ni kwamba sisi tumechoka. Baba zetu wataenda, tutabaki sisi. Tutakaa wapi sisi? Tunataka shamba letu, hatuna mambo mengine. Wanasiasa tumechoka kudharauliwa, tumechoka kunyanyaswa kwa sababu tuko wachache huku, hatutambuliki. Ile milioni 3 iliyotolewa kule bungeni tunahitaji hapa. Mwaka huu tunaingia 2026 karibuni, na huo ni wakati wa siasa. Hatutakubali mwanasiasa yote kuingia hapa kutufanyia siasa, ila kama anataka siasa tumuunge mkono, aje kutukombolea shamba hili letu. Na pia tunahakikisha ya kwamba kufikia mwaka 2026 tutahakikisha bwana Velji Parbat anaondoka na tunaingia maeneo yale ambayo yeye yupo, tunachukua shamba letu. Kwa hiyo tunasema taasisi zote ziweze kuelewa, mbunge wetu ajue kwamba kufikia mwaka 2006 sisi tunaingia katika hili shamba, tulime shamba letu. Kama yeye yuko upande wa ubaniani, atafute makao ya huyo mtu, kwa sababu sisi tutamuondoa kinavyo mujibu wa sheria. Tumesubiri serikali itupatie shamba letu, lakini imekuwa ni wakati wa kudanganywa kila wakati. Hata mbunge mwaka jana alikuja hapa na kamati yake yote kutoka bunge, na wakaja tukakaa mkutano hapa na wakasema shamba limerudi kwa wananchi, lakini mpaka saa hii hatujapata shamba letu. Tunadai shamba letu na tutaingia 2026, tutaingia kwa hii shamba na tulime lolote takalokuwa, sisi tuko tayari. Na tutasisitiza na kwamba sisi kama shirika tutakuwa sako na bako kwa wananchi wa miongoni, kuhakikisha hii haki imepatikana na wananchi wamepata shamba yao, ili sote tuweze kuishi katika hali ya amani na utulivu katika jamii zetu.